Batu yote wanakimbia, hivi vita inatomboka. Babuyu na Babembe tena binaanza hapo. Vraiment hii ni raia ya Kilembwe. Hapa tuko Igoma kabisa, tuko nakimbia, tujui tutaishia wapi. Ile fio ya Kilembwe yenye ilifika leo le 25. Naam, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Cha kwanza kabisa sijasonga mbele, nataka kwanza ni kusalimu popote pale ulipo unaotufuatilia katika vipindi vyote mwanzo hadi mwisho. Nikikusabai kabisa na kutumaini kabisa uko vema katika wakati huu. Ni kujuza ya kwamba sisi tunapatikana katika mashariki mwa Kongo, huko Kivu ya Kusini ndiko ambako tunapatikana, na hivyo ujua kwamba ninakuletea habari leo tariki 25 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Katika mwaka huu na katika wakati huu ni kuja tu kukuletea habari zile ambazo zinazojiri kwa siku ya leo. Ni kupasha kabisa upate kuwa chonjo ambao tutakwenda kugusia kwanza huko Misisi, hali ya usalama ambao inazidi kuendelea huko na hata Kilembwe, pia kumalizia huko Uvira maandamano ambayo yamepangwa na waganga kutokana na hali ambazo zinazidi kuendelea katika serikali ya Kongo. Hivyo tu ukae chonjo ni kuletea habari zako upate kujijuza zaidi, na hivyo naweza nikakwambia kama wewe hujajiunga kwenye channel unaweza tu kubonyeza hapo subscribe, hata kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu zote kwa muda mwafaka na zote kabisa kwa ujumla, ikiwa tu tunakupeperushia. Na hivyo kaa chonjo ili nikuletea habari zako. Sasa nikupashe. Baada ya huo mtasari wa habari ambao nilikuletea hapo, ni sasa nikupashe habari mara moja nijelekeze huko Misisi tarafani Fizi, Kivu ya Kusini, mashariki mwake DRC, ambako kulisikika mzozo mkubwa kati ya wazalendo wa Bembe na wazalendo wa Fuliru. Na hivyo katika wakati huu kusikika kabisa hali hiko salama kutokana na mapambano hayo, na Wabembe kuweza kabisa kuwasukuma mbali kurudi huko Lulimba. Mfunge masefe sasa, mfunge masefe, betu banakuwa mbele. Hapa tunaona askari wa kwetu mwenye alikuwa mshamba ya vita pale ngambo ya Kamukoba, na anarudia hapa sai anatuambia kama vikosi ya SNPCC inasonga mbele kusukuma adui wa Kifulero mwenye watoka ngambo ya Lulimba kuingia Misisi. Bara msukuma kabisa ngambo ya Kamukoba, na hivi iko ndani anakimbia ngambo ya Lulimba. Hapa ndio tunashukuru Mungu sababu tulikuwa na hasa wana washiwashi masasi kuingia mwingine sawa vile Misisi mwe agglomeration ya batu ilikuwa ni kitu moja ya shida sana. Lakini kuona kama force ya SNPCC inasukuma adui anarudia kabisa na kimbia ngambo ya Lulimba, askari anatoka mshamba ya vita pale ngambo ya Mukoba, na sisi tuko hapa kurulaje ndio tuko tunafuatilia kila kitu. Okay, merci beaucoup, tushukuru Mungu na tuendelee kuombea watu wa SNPCC waendelee kumaîtriser situation ya amani mwa eneo ya Fizi. Kilembwe katika sekta ya Lulenge tarafani Fizi, Kivu ya Kusini, huko mashariki mwake DRC, ambako kulisikika leo hii asubuhi tariki 25 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 mapambano yaliyotokea huko kati ya wazalendo wa Bembe na Wabuyu. Tukumbushia kwamba ilikuwa ni kisa ya Wabembe walikuwa wanatosha ngombe zao huko na kuzipeleka Lulenge ili kwa ufanyaji wa biashara, lakini au Wabuyu waliweza kukataa kabisa, kitu ambacho kiliweza kuleta mzozo hata kufyatua risasi. Katika hali hiyo iliweza kuwafanya wananchi au watu wakahaji wa hapo kuweza kutoka maeneo yao kukimbia, na kuthibitishwa kwamba maeneo hayo ya Kilembwe kuna baki tu wazalendo, na katika mapambano hayo kuonekana Wabembe kuweza kushika maeneo hayo kwa wakati wa sasa. Na hivyo kwa kuweza kuthibitishwa mengi, na tusikilize. Vita Kilembwe kuko vita
mama ya Kibembe na mama ya Kibuyu ndio wanapigana hii saa asubuhi. Vita inatokana na nini? Bale ba maimai waileta ngombe zabo kubilima, ba maimai basimunyaka. Bakashusha ngombe zabo, babu bakazibia zile ngombe kuanza kuzilipisha. Sasa walipisha zile ngombe na kupenda wanyang'anye ngombe, ndio wenzao wakakuye bana, mnaweza nyang'anya ngombe zetu namna gani? Sisi tunapeleka ngombe Kilembwe tuchinje, tuuzishe. Bale wa maimai wa Kibuya bakuitika vile, ni kwanza tukupika wenzao masasi. Pale upige mwenzako mwenda bunduki masasi. Bana baba kuvumilia vile, ndio vita inaanza sababu asubuhi hivi mwingine yote Kilembwe watu wanasambala. Ni mama wa Kibuyu na wa Kibembe ndio wanagombana, haiyakuwa ni waraia. Lakini kwa saa hii wenyewe wanakontrole mwingine, mama wa Kibembe ndio beko mwingine. Ndio habari tuko nao ya saa hii. Na kama huko mwenyeko na manimeroze ni box, haite watu ya Kilembwe, bote beko ngambo za Bibizi na ngambo za Igomba ndio tunaongelea napo. Ndio habari ya saa hii. Kwa saa hii Kilembwe ni vita ya ba autodefense na ba SNPCC banapigania ni ngombe. Babu walivamia ngombe za ba maimai, ndio inaleta makelele. Ndio habari. Vraiment hii ni raia ya Kilembwe. Raia ya Kilembwe tukawa ni wakimbizi, batu banakimbia juu problem ya mabariere, juu de barriere. Angalia gisi raia inasufri, angalia gisi raia inateseka, raia inateseka juu ya mabariere ya kupeja na autodefense. Na kuwa hasa vita ya Babuyu na Babembe kwa sasa hivi Kilembwe situation iko. Batu yote wanakimbia hivi vita inatomboka. Babuyu na Babembe tena binaanza. Hakuna mwaye. Batu baisha pikana kule banakufa. Kulukamba Babuyu walipenda bapie mangombe ya Babembe banani bazalendo mukudefendre mangombe yabo. Abo nabo bapende kuacha mangombe. Njo vita inapiganiwa, batu banakimbia. Babuyu baisha kuisha kufa mtu mmoja. Mtu mmoja ndio aisha kufa kule maloba, ndio tunasikia jina. Na hivi vita inaendelea ku. Salamu. Ile fie wa Kilembwe yenye ilifika leo le 25. Hii ya autodefense Babuyu na SNPCC wazalendo. Hata wakimbilia Igomba hivi. Tunaenda Igomba hapa kabisa. Ndio vile. Hapa tuko Igomba kabisa, tuko nakimbia, hatujui tutaishia wapi. Juu vitu vingali nguvu ni Babembe na Babuyu, hatujui kama wapi ndio tutaenda ishi. Mtombe tu na Mungu bishia hapa bisiendelee. Juu hatujui tunaweza kuwa wapi. Ni shida sana. Sasa bamwa tuko na watoto, tuko kimbia na mizigo na watoto kumwini. Shida sana. Batu yote mage hivi Kilembwe wanawakia ni bazalendo kwa bazalendo tu. Hapo kwa hapo. Ndio vile. Batu yote ona watu siviko na kuya. Bengine washaenda, hatujui kama tuko naishia wapi, tuko naenda wapi, tuko tu kukimbia batu yote. Hakuna hata umama anabakia Kilembwe. Manje na pishana kwa wanaenda njia salama bila hivi, si tuko njia Igomba tunaenda kani Burega ndio tutaishia. Na tumalizie pia uko Uvira, tarafani Uvira katika Kivu ya Kusini, ambako kulifanyika mkutano hapo jana tariki 24 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, ambao ndani yake kuliweza kuzungumzwa na kupangwa maandamano kuanzia tariki 3 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2025. Kutokana na uzito wa mkutano huo
na maandamano hiyo ilikuwa na kuonyesha kisa ya kwamba governmenti ya Kongo ipate kuongeza pesa za wafanyakazi au madaktari zipate kufika katika kiwango cha 600,000 za pesa kimakongomani na kulipwa hata miezi 9 ambayo iliyopita hawakuweza kulipwa, na kulipwa kwa wale waganga au madaktari wapya ambao wako wanatumika, na kuwaonyesha listi ya watu waganga ambao wanaweza wakawa wako lakini hawajulikana kwa kuingia katika hali ya kimagendo. Na huo ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nilikuletea jioni hii. Upate kufaidia na kujijuza mengi, unaweza tu ukabonyeza alama ya subscribe hapo kwa kujiunga, hata kubonyeza alama ya kengele ili uwe unapata habari zetu mapema. Ukilike unatuonyesha kama tuko pamoja, na ukicomment labda una kitu cha kusema hata kuwatumia watu wengine na uwafaidie kama jinsi unavyoweza faidia. Na hiyo tu ni kusema asante, tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana.